Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko smart sana. Naitwa Almachus Boniface Kanyasi. Once again, kazi yangu mimi ni kuitafuta habari popote habari zilipo na kusogezea masuala ya kimichezo kwa lugha nyepesi ambayo mimi na wewe tunaweza tukaelewana vizuri. As we know, siku ya leo ni siku kubwa sana katika mpira wetu wa Tanzania kwa sababu inawezekana moshi mweupe ukafuka katika maeneo ya Ilala Boma jijini Dar es Salaam, ama moshi mweusi ukaendelea kutanda katika viunga vya jijini Dar es Salaam, kwani hii leo kinafanyika bonge moja la kikao kati ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na Young Africans wakijadili masuala mbalimbali ya usuyo michezo. Ijapokuwa barua iliyotumwa kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania bara kwenda Young Africans haikueleza kinagaubaga ni nini ambacho kinaenda kuzungumzika katika kikao hiko, baadhi ya taarifa ambayo nimepenyezewa jinsi ambavyo ile barua inavyosomeka inaonyesha kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara na kikosi cha Young Africans leo wanakutana kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali ya usuyo mchezo. Sasa hatujui wanajadili kwa maana kuuliza Young Africans wanaendeleaje na maandalizi kuelekea June 15 mwaka 2025 pale mechi itakapopigwa, ama wameita kuwaonya kwamba msiendelee na msimamo wenu huo wa atucheze, kwani huko mnaelekea kutuvuruga. Baadhi ya wachambuzi na watondoti wa masuala ya kimichezo wamekuwa na mawazo mbadala na wengine wakipinga muktadha wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuwaita Young Africans mezani, ile hali Young Africans wameendelea kuonekana kuwa wabishi katika hili na kuonyesha kwamba msimamo wao uko pale pale, hawacheza watingishiki na wapeleki timu uwanjani. Huo ndio umesalia kama msimamo wao. Wa kwanza kufika alikuwa ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara mzee Steven Mguto. Alikuwa kwanza kufika, lakini alipofika katika jengo la bodi ya ligi kuu Tanzania bara linalopatikana Ilala Boma hakuwa tayari kuzungumza na chombo chochote cha habari. Alipita na kuingia zake ndani, lakini sio engineer sio engineers anaitwa ambaye yeye ni makamu mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, na yeye alipoingia hakuwa tayari kuzungumza na vyombo vya habari, huku wengine wakisema mara baada ya kikao kitakachofanyika hii leo kinaweza kikatupa muktadha mbadala wa namna ambavyo hiyo mechi itaenda kuchezwa, na kiu ya Watanzania wengi ni kuona hiyo mechi ikichezwa. Hata mimi pia ninatamani kuona hiyo mechi ikichezwa, lakini natamani kuona hiyo mechi ikichezwa kukiwa kuna baadhi ya mambo yakiwa yametokea. Mpaka sasa nimeweza kuwasiliana na baadhi ya watu kadhaa kwa ajili ya kupata intel ya nini ambacho kinachozungumzwa. Kusema la ukweli, naomba kukudhibitishia kwamba hakuna ambaye anatoa majibu sahihi kwenye hili. Baadhi wanasema bodi ya ligi kuu Tanzania bara inaenda kuchutama na kuambia Young Africans acheni utoto, mechi endelee kuchezwa. Lakini inasemekana kwamba mapema Dodoma pale kilifanyika kikao kati ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara TFF pamoja na serikali cha ndani, na kikao hiko hakuna mtu yoyote ambaye alitangaza kwenye vyombo vya habari. Kilikuwa ni kikao ambacho ni private na kuna maelekezo ambayo bodi ya ligi kuu Tanzania bara waliyapata kutoka wizarani, na baadhi ya mapendekezo na maelekezo ni kwamba mechi ichezwe June 15 mwaka 2025 kwa ajili ya kuondoa hizo chaotic moment. So tunaamini labda kutokana kile kikao ndo tunaweza kuona bodi ya ligi kuu Tanzania bara wameamua kuitisha kikao. Kuna vitu viwili ambavyo mnachanganya, hata mimi labda sikuelezee vizuri, ni kosa langu, nisamee. Wengi ambao tunazungumzia hiki kikao wanaimation TFF kwa namna moja ama nyingine, lakini ninaweza nikakudhibitishia kwamba TFF hahusiki kwa chochote kile kwenye masuala mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara, na yeye hahusiki kwa namna moja ama nyingine katika kikao hiki. Nitakwambia kwa nini. Kwa sababu kubwa, hiki ni kikao cha bodi, hii ni ligi kuu Tanzania bara. TFF haisimamii ligi kuu Tanzania bara. TFF ni watchdog. Yeye ni kuobserve na kutoa mwongozo tu na kusimamia ligi ichezwe. Wamekasimisha madaraka ya kuendesha bodi ya ligi kuu Tanzania bara chini ya kuendesha ligi kuu Tanzania bara chini ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Hii bodi ya ligi kuu Tanzania bara inajengwa vipi? Bodi ya ligi kuu Tanzania bara ni muunganiko wa vilabu vyote vinavyoshiriki michuano ya ligi kuu, kwa maana Championship, First League pamoja na Premier League, ambao wao wanakaa chini wanachagua kiongozi. Anayekuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara anatokana na viongozi wa timu zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara, sometimes Championship na First League. So mara baada ya hapo wanaajiri baadhi ya watu akiwemo
afisa habari anakuwa wa kuajiriwa, lakini wanatengeneza kamati na wao ambazo sometimes inakuwa ni kamati za kuajiriwa kwa maana wale expertise, lakini kubwa zaidi wanaajiri CEO ambaye tunajua CEO ni Almas Kasongo. Yeye anakuwa ni day by day activity, anabidi awepo ofisini kila itwapo leo kwa ajili ya shughuli mbalimbali. So sio lazima Steven Mguto awepo ofisini ndio mambo yaende. As long as yuko CEO, manaka anakasimishwa madaraka ya kuendeleza harakati nyingine. So bodi ya ligi kuu Tanzania bara ni tawi la TFF kwenye kuiendesha ligi kuu Tanzania bara. Si chombo huru kwa kiasi hiko, lakini kina uwezo kujiendesha na kutoa maamuzi yenyewe. Ndio maana ukiona mtu amepigwa rungu, TFF hawahusiki pale. Unasikia kamati ya uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara. So bodi ya ligi kuu Tanzania bara inatengeneza kamati ya uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara ambayo mimi na wewe tunaifahamu kama kamati ya masaa 72. Kazi yake ni kupitia mwenendo na kusimamia ligi kuu Tanzania bara kwa uzito huo. So hapa TFF hahusiki kwa namna yoyote ile, na hakuna sehemu yoyote ile ambayo utaweza kusikia jina la Wallace Karia likitajwa leo. Labda kama ataamua kwenda kama watchdog, lakini TFF wana sababu ya kutuma mwakilishi kwenda kuobserve ni nini ambacho kimezungumzika na yale maazimio ambayo watapitia ama watapitisha Young Africans pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Moja kwa moja yale maazimio yatapelekwa TFF kwa ajili ya kuwekwa kwenye kumbukumbu nzuri. Nimepata kusikia alichokizungumza msemaji wa Young Africans. Sorry, it's not msemaji, afisa habari wa kikosi cha Young Africans Ali Shaban Kamwe. Nimepata wasaa wa kumsikia alichokizungumza. Anasema kwanza wamedhibitisha kupokea wito wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Utakubali na mimi kwamba haya yote alikuwa anapitia nilikuwa nakupa kama tetesi. Sasa amedhibitisha kwamba hawa jamaa wameitwa kweli, na anasema hawajui ni nini ambacho kitajadiliwa kwa sababu hawajaambiwa exactly ni nini ambacho kinajadiliwa, lakini wameambiwa waende bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Anasema tumetii wito wa bodi ya ligi. Kwa hiyo wito kwanza ni kufika. Tunasema usikatae wito, kataa maneno. Hii mbinu waga tunaitumia sana wanaume. Njoo bana, usikatae wito. So jambo la kwanza wamekubali wito kwa maana wamefika. Lakini pili, wanasema mpaka sasa hivi msimamo wao uko pale pale, hawajabadilisha hata nukta, lakini unaweza kubadilika baada ya mazungumzo. Mpaka sasa msimamo wao uko pale pale. Young Africans hawachezi mechi ya tarehe 15 Juni, lakini after mazungumzo kauli hii inaweza ikabadilika. I don't know ni nini kitakachotokea. Macho yangu mimi yako ila la boma kuhakikisha kwamba kila kinachoendelea na kufikisha, si kukufikishia tu bali ni kukupa kwa uchambuzi mkubwa sana. #maswala ya kimpira kwa lugha nyepesi. Mimi naitwa Almachus Boniface Kanyasi. Usisahau kusubscribe, utakuwa umefanya kazi nzuri. Salute la familia.